Ninataka nimwone Yesu moyoni mwangu. Ndivyo ambavyo ninaweza nikasema. Ninasema hivi nikikuvuta karibu wewe msikilizaji wa kipindi hiki cha kulisoma neno la Mungu. Nikikutaka na wewe urudie maneno haya katika kinywa chako ama katika moyo wako ukisema kwamba ninataka nimwone Yesu moyoni mwangu. Ni nini faida ya kwamba wewe utakapokuwa umemhitaji Yesu kumuona moyoni mwako? Ni kwa sababu ikiwa utahitaji kumuona Yesu moyoni mwako, basi ataonekana moyoni mwako. Na kwake Yesu, kwa sababu ni salama, basi utakuwa umeupata usalama wa kiroho na kimwili. Nataka nimuone Yesu moyoni mwangu. Nataka nimuone Yesu moyoni mwangu. Ndugu msikilizaji, hebu sema katika moyo wako, nataka nimuone Yesu moyoni mwangu. Mungu asimame na wewe katika maamuzi haya ya kuhitaji kumuona Yesu katika moyo wako. Ni dhahiri kwamba utakapokubali kumhitaji Yesu katika moyo wako, umekubali kutengeneza maisha yako ya kiroho na kimwili. Kwa sababu Yesu hagusi tu katika maeneo ya kiroho, lakini pia tumeona kwamba Yesu huwa anaponya hata mwili na nafsi pamoja na roho. Yesu pia anaweza kagusa katika afya yako, anaweza kagusa katika biashara yako, anaweza kugusa mahali popote. Lakini anagusaje? Hata kama Yesu akiwa anagusa katika afya yako, hata kama anagusa katika biashara yako, hata kama anagusa katika mashamba yako na mifugo yako, lakini hawezi kugusa tu, lazima atokee moyoni. Na ndio maana ninakwambia nataka nimwone Yesu moyoni mwangu. Na wewe ninakushawishi katika jina la Yesu useme kwamba ninataka nimwone Yesu moyoni mwangu. Tufumbe macho tuweze kuomba. Baba yetu na Mungu wetu naishi mbinguni, tunahitaji kumwona Yesu katika mioyo yetu. Mimi na msikilizaji wote tunahitaji kumwona Yesu katika moyo wetu. Tunahitaji kumwona Yesu katika nyoyo zetu ili aweze kutawala, kwa sababu anapokuwa katika mioyo yetu atagusa kila sehemu. Akiwa katika mioyo yetu atagusa ndimi zetu, atagusa miili yetu iwe na afya njema, atagusa katika biashara zetu, atagusa katika ufundi wetu, atagusa katika mifugo yetu, atagusa mashamba yetu, atagusa kila kitu tunachokifanya, atagusa mpaka huduma zetu. Kwa hivyo tunahitaji kumwona Yesu katika mioyo. Na msikilizaji ambaye anasema anataka kumwona Yesu katika moyo wake, naomba umguse kwa namna ya pekee. Yesu, ingia katika moyo wake kupitia Roho Mtakatifu ili uweze kumuongoza. Maana tunaomba hivyo tukiamini kupitia jina la Yesu Kristo Mnazareti aliye hai. Amina. Bwana msikilizaji, katika siku hii ya leo tunakwenda kusoma katika kitabu kile cha Mwanzo sura ya 29. Ni mwendelezo wa kujifunza neno la Mungu, mwendelezo wa kusoma aya kwa aya mpaka pale ambapo tutakapohakikisha kwamba tumesikiliza Biblia yote. Yaani haturuki neno. Kwa hivyo ukiwa na utaratibu mzuri unaweza ukawa unaenda kutumia earphone, kutumia Bluetooth, iPod na kadhalika, ili mradi uweze kusikiliza kila siku iendayo kwa Mungu, uweze kupata angalau aya moja, angalau uweze kupata sura moja katika Biblia takatifu. Na leo tuko katika sura hii ya 29. Sura ya 29 ina mistari 35. Sura ya 29 kitabu cha Mwanzo ina mistari 35 na sisi tunaanza katika mstari wa kwanza. Kisha Yakobo akashika njia yake, akafika nchi ya wana wa mashariki. Naye akaangalia, na tazama kiko kisima kondeni, na makundi matatu ya kondoo yamelala karibu nacho. Kwa sababu katika kisima kile hunyweshwa makundi, na palikuwa na jiwe kubwa juu ya kinywa cha kisima. Makundi yote hukusanyika huko. Watu wakafiringisha hilo jiwe katika kinywa cha kisima, wakawanywesha kondoo na kulirudisha jiwe juu ya kinywa cha kisima mahali pake. Yakobo akawauliza, ndugu zangu, watu wa wapi ninyi? Wakasema, tu wa Harani sisi. Akawauliza, je, mnamjua Labani mwana wa Nahori? Wakasema, tunamjua. Akawauliza, je, hajambo? Wakasema, hajambo. Tazama, Raheli binti yake anakuja na kondoo. Akasema, tazama, ukali mchana bado, wala sio wakati wa kukusanya wanyama. Wanywesheni kondoo
mwende kuwalisha. Wakasema, hatuwezi hata yakusanyike makundi yote, watu wakafiringishe jiwe katika kinywa cha kisima, ndipo tunapowanywesha kondoo. Hata alipokuwa akisema nao, Raheli akaja na kondoo za baba yake, maana aliwachunga. Ikawa Yakobo alipomwona Raheli binti Labani ndugu wa mamaye na kondoo za Labani ndugu wa mamaye, Yakobo akakaribia na kulifiringisha lile jiwe litoke katika kinywa cha kisima, akawanywesha kondoo za Labani ndugu wa mamaye. Yakobo akambusu Raheli, akainua sauti yake akalia. Yakobo akamwarifu Raheli ya kuwa yeye ni ndugu wa babaye na ya kuwa ni mwana wa Rebeka. Basi akapiga mbio akampasha babaye habari. Ikawa Labani aliposikia habari za Yakobo mwana wa nduguye, akaenda mbio amlaki, akamkumbatia, akambusu, akamleta nyumbani kwake, naye akamwambia Labani maneno hayo yote. Labani akamwambia, ndiwe kweli mfupa wangu na nyama yangu. Naye akakaa kwake muda wa mwezi mmoja. Labani akamwambia Yakobo, kwa sababu wewe ni ndugu yangu, basi je, unitumikie bure? Niambie mshahara wako utakuwa nini? Labani alikuwa na binti wawili. Jina la mkubwa ni Lea na jina la mdogo ni Raheli. Naye Lea macho yake yalikuwa dhaifu, lakini Raheli alikuwa mzuri wa umbo na mzuri uso. Yakobo akampenda Raheli, akasema, nitakutumikia miaka 7 kwa kumpata Raheli binti yako mdogo. Labani akasema, afadhali nikupe wewe kuliko mtu mwingine, kaa kwangu. Yakobo akatumika miaka 7 kwa kumpata Raheli. Ikawa machoni pake kama siku chache tu kwa vile alivyompenda. Yakobo akamwambia Labani, nipe mke wangu, maana siku zangu zimetimia niingie kwake. Labani akakusanya watu wote wa mahali pale, akafanya karamu. Ikawa wakati wa jioni, akamtoa Lea binti yake, akamletea Yakobo, naye akaingia kwake. Labani akampa Lea mjakazi wake Zilpa awe mjakazi wake. Ikawa kulipokuwa asubuhi, kumbe ni Lea. Akamwambia Labani, nini hii ulionitenda? Si ukutumikia kwa Raheli? Mbona umenidanganya? Labani akasema, havitendeki hivi kwetu kumtoa mdogo kabla ya mkubwa. Timiza siku zake 7, nasi tutakupa huyu naye kwa utumishi utakao nitumikia miaka 7 mingine. Yakobo akafanya hivi, akatimiza siku zake 7, naye akampa Raheli binti yake kuwa mkewe. Labani akampa binti yake Raheli mjakazi wake Bilha awe mjakazi wake. Akaingia kwa Raheli, naye akampenda Raheli kuliko Lea. Akatumika kwa ajili yake miaka 7 mingine. Bwana akaona ya kwamba Lea hakupendwa, naye akafungua tumbo lake, bali Raheli alikuwa hazai. Lea akapata mimba, akazaa mwana, akampa jina lake Reuben. Maana alisema, kwa kuwa Bwana ameona teso langu, sasa mume wangu atanipenda. Akapata mimba tena, akazaa mwana, akasema, kwa kuwa Bwana amesikia ya kwamba mimi sikupendwa, amenipa na huyu, akamwita jina lake Simeoni. Akapata mimba tena, akazaa mwana, akasema, basi wakati huu mume wangu ataungana nami, kwa sababu nimemzalia wana 3. Kwa hiyo
akamwita jina lake Lawi. Akapata mimba tena, akazaa mwana, akasema, mara hii nitamsifu Bwana. Kwa hiyo akamwita jina lake Yuda, akaacha kuzaa. Msikilizaji, hiyo ni sura ya 29. Tukutane tena katika sura ya 30 katika wakati mwingine. Bwana kuangazie nuru ya uso wake na kukufadhili kupitia jina la Yesu Kristo. Amina.